Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Kwa niaba ya uongozi wa klabu ya soka ya Simba na kampuni ya Vunja Bei, naomba niwashukuru wanahabari wote ambao mmefika katika mkutano huu wa leo na mmekuja kwa wingi sana. Lakini pia naomba nitumie nafasi hii pia kushukuru vyombo vyote ambavyo vinaonesha tukio hili mubashara, kwa maana ya live, moja kwa moja, na hivyo tunajua Watanzania kwa mamilioni wanatuona sasa hivi wakati tunafanya hili tukio. Kama mnavyofahamu, klabu ya soka ya Simba msimu huu uliomalizika tuliingia katika mkataba wa kihistoria na kampuni ya Vunja Bei, mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 2, ambao ndio mkataba mkubwa kuwahi kutokea katika historia ya Tanzania linapokuja swala la mauzo ya jezi na vifaa vingine vya kimichezo. Kwa hiyo ule ulikuwa ni mkataba mkubwa sana, na utekelezaji wake sasa ndio unaanza wakati huu. Na ni muhimu sana kuambia kwamba hii biashara ya jezi na vifaa vya michezo ni biashara kubwa sana duniani. Simba ndo tumeanza kwenda kwenye mwelekeo huo sasa hivi, kuangalia biashara ilivyo. Sisi Simba kwenye miaka ya nyuma tulikuwa na kampuni ya UHL Sports, kama unafahamu, walikuwa na sisi kwa muda tulikuwa nao kwenye kazi, walifanya kazi, tumemaliza, wamepata mafanikio, na sisi tulikuwa sehemu ya mafanikio aliyopata, na tunawashukuru. Na leo umefika wakati ambao tunafungua ukurasa mpya na Vunja Bei, na Vunja Bei wamefanya uamuzi mzuri sana wa kuweza kushirikiana au kufanya biashara na timu sasa hivi mashuhuri kuliko zote Tanzania, timu mashuhuri kuliko zote katika Afrika kwa sasa. Na hii sio maelezo yangu, ni maelezo kutoka katika mitandao mbalimbali. Na hii biashara ya jezi na biashara ya vifaa vya michezo kwa sasa value yake dunia nzima inakaribia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 34.7. Hii ni sawasawa na zaidi ya shilingi trilioni 80 za Tanzania. Hii maana yake ni kwamba ukichukua hela yote ambayo inazunguka Tanzania, inajenga barabara, inajenga hospitali, inajenga shule na kila kitu, ukizijumlisha mara mbili yake tunapata value ya biashara ya jezi na mambo mengine duniani. Kwa hiyo jambo la furaha sana kwamba fursa hii kwa Simba tulimpa Fred Vunja Bei na kampuni yake, Mtanzania mwenzetu, kijana. Kuna dhana kubwa sana kwamba vijana wa Kitanzania hawawezi biashara, vijana wa Kitanzania wamekabwa na mazingira ya kimfumo na kila kitu. Kwa hiyo Simba imetoa fursa kwa Fred, na nyewe wote mnamfahamu Fred. Hii Simba sio mara ya kwanza, maduka yake ya Vunja Bei yanajulikana nchi nzima, na mtaona tuna matumaini makubwa mtaona faida ya klabu ya Simba kuamini vijana wa Kitanzania, kuamini Watanzania wenzao kwa ajili ya kufanya hii biashara kubwa. Watu wengi kutoka nje walikuwa wanatamani kufanya biashara na Simba, lakini ulikuwa ni uamuzi sahihi wa uongozi wa Simba kumkaribisha Fred Vunja Bei pamoja na familia yake nzima kuja kufanya kazi na Simba. Kwa hiyo leo tuna matukio makubwa hapa mawili. Tukio la kwanza, atakuja hapa Fred mwenyewe Vunja Bei, atakuja kuwatangazia lini sasa tunafanya uzinduzi wa jezi rasmi za Simba kwa ajili ya msimu ujao wa ligi ndani na kimataifa. Ataeleza jezi zinapatikanaje, ataeleza uzinduzi utafanyika lini, utakuwaje na kila kitu. Fred mwenyewe yuko hapa, mnamuona. Lakini pia tuko na Wozu ni miongoni mwa wanamuziki maarufu wa Tanzania na Afrika. Yeye ana tukio lake la kipekee ambalo ni miongoni mwa zile hamasa za kuelekea katika Simba Day. Kama unavyofahamu, miaka yote Simba Day ilikuwa inafanyika mwezi wa 8, tarehe 8 mwezi wa 8, lakini kutokana na mafanikio ambayo Simba imeyapata kwenye mashindano ya kimataifa mwaka huu, sherehe zimesogezwa mbele. Kwa hiyo huko nyuma tulikuwa tunatamba mwezi wa 8, mwaka huu kuanzia leo tarehe 1 mpaka tarehe 19 mpaka tarehe 25 kwenye ile mechi Simba ndio itakuwa inatamba. Kwa hiyo Septemba ni mwezi wa Simba, utuchukulie kwamba huu ni mwezi wa Simba, na leo ndio tunaanza rasmi, tunaanza na Fred Vunja Bei. Kwa hiyo Wozu yupo, ana jambo lake, mtalisikia jambo la kipekee kabisa, na mtaona namna ambavyo Simba inapiga hatua katika hatua mbalimbali. Lakini pia kuna Mwijaku, mwandishi mwenzetu, lakini pia ni mwanafamilia ya Simba na mwanafamilia pia ya Vunja Bei, na atakuwa na mambo yake hapa ya kuzungumza. Kwa hiyo bila kupoteza muda sana, naomba nimkaribishe Fred. Yeye ndio nyota wa mchezo, aje hapa aelezee kuhusu uzinduzi na jezi na kila kitu. Halafu baadaye akishamaliza yeye atakuja Wozu, halafu tutaruhusu maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo karibuni sana, nashukuru kunisikiliza. Fred, karibu.
Habari za mchana, saa 6 tayari. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtoko fia? Inua kidogo juu. Hivi. Sasa hivi nimebaki kulingana na umri wangu. Asante. Tusichelewe. Kwanza naomba niombe radhi waandishi wa habari, tumechelewa kidogo. Kulikuwa kuna mambo tunaweka sawa, lakini pia niwashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi kwa jambo ambalo hili linahusisha Simba pamoja na Vunja Bei. Niwashukuru sana. Lakini pia nafahamu kwamba kumekuwa na hamu sana mitaani kwa mashabiki wa Simba na ambao sio mashabiki wa Simba wanataka na wanatamani kujua jezi za Simba kwa msimu huu mpya 2021 2022 zitakuwaje. Kama tulivyosema awali wakati tuna saini mkataba na Simba kwamba mkataba wetu ndio mkataba mkubwa kuliko mikataba yote kupata kutokea Afrika Mashariki na Kati. Mkataba wenye thamani ya bilioni 2. Hii maana yake ni kwamba hii ndio biashara kubwa sana katika club, kuuza jezi pamoja na zile merchandise zinginezo. Tuliahidi kufanya mambo makubwa kwa sababu tulishukuru kwamba kampuni ya Vunja Bei inamilikiwa na kuongozwa na vijana. Simba club kubwa kuliko zote, mabingwa wameamua kutuamini vijana. Sasa kama nyinyi vijana, naona wengi hapa ni vijana, endapo sisi tutakosea, manake tutakuwa tumeshindwa kuwa wawakilishi wazuri wa vijana waliopo leo Tanzania. Sasa kupitia biashara hii ya Simba na Vunja Bei, sisi tunaenda kuwapa heshima vijana wenzetu, na kwamba organization zingine kubwa dunia zimeliki kwenye mitandao, inaonekana kama kuna zingine zina mambo mengi na nini, kwamba zinatengenezwa mbaya, zinashindanishwa na design za clubs zingine, lakini ukweli ni kwamba hakuna design yoyote ambayo tumeitengeneza na ambayo ilipitishwa na kamati yetu ya kutengeneza jezi ambayo mpaka sasa imeonekana mtaani. Kwa nini? Ni kwa sababu sisi ni wazabuni wapya. Kulikuwa kuna mzabuni wa zamani na sasa tunaenda kuzindua kitu kipya. Kwa hiyo ile test yetu tunataka kwa mara ya kwanza ionekane kwenye macho yenu pale ambapo tunaenda kuzindua jezi rasmi ya msimu mpya. Kwa hiyo kwenye biashara kuna issue of secrecy. Kwa hiyo tumekuwa tunaificha isionekane. Biashara imefanywa, tumetengeneza jezi nyingi sana na zote tunazo, zimefanywa photoshoot, zimefanywa video, zimefanywa kila kitu, lakini tumelinda mpaka sasa hamna aliyeweza kupata design na hamwezi kuiona mpaka siku ambayo tutaitangaza rasmi tunaenda kuzindua jezi zetu mpya za msimu. Na niongelee kuhusu launch. Launch itafanyika ya aina mbili. Tutafanya physical launch ambayo tunaita event launch, kwamba tutakuwa tuna tukio na tutafanyia hapa Hayat, na tukio hilo litakuwa ni tarehe 4 Jumamosi kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 3 usiku, na tutakuwa tuko live kupitia Azam TV. Kwa hiyo yule aliyopo nyumbani huko Mwanza, huko Mbeya, huko wapi, tune Azam TV pale kuanzia saa 1 jioni, utaona jezi zetu zikoje, utaona mbwembwe za vijana na utaona mambo mengi. Kwa issue digital launch pia tumetengeneza kwa ajili ya kimitandao. Nadhani dunia sasa hizi inahama, tuko kwenye digital business pia, watu kwenye mtandao, jezi zitakuwepo, uzinduzi utakuwepo. Kuna baadhi ya digital billboards zitaonesha uzinduzi wa jezi yetu. Kwa hiyo kama uko mtaani ulikuwa na yumba Kariakoo, angalia digital billboard, unaweza kuona pia live mubashara kabisa jezi zitaonyeshwa pale. Kwa hiyo naomba nitangaze rasmi kwamba jezi ya Simba kwa msimu wa mwaka 2021 2022 itazinduliwa tarehe 4 Jumamosi hii saa 1 kamili jioni. Sasa kuhusu event itakuwaje, ni kwamba itakuwa ni kama corporate dinner tu. Tutaalika baadhi ya wadau, tutaalika viongozi, tutaalika wadau wa mpira TFF na wengineo, tutaalika waandishi wa habari, tutaalika watu mbalimbali. Kwa hiyo itakuwa ni invitees only, ni wale walioalikwa tu, kwa sababu hatutaweza kubeba watu. Tunajua watu wengi wanatamani kuwepo, lakini wale wachache ambao tutawaalika watakuja, ila wewe uliyekaa nyumbani, kaa na kingamuzi chako Azam TV, utaona safi kabisa, utaona kila kitu. Na kwenye event yetu kutakuwa kuna mambo mbalimbali. Kutakuwa kuna entertainment, kutakuwa kuna stand up comedy, kutakuwa kuna vitu mbalimbali tunavitengeneza, nisimalize utamu wote hapa, lakini tunatamani pia waandishi wa habari mtu support siku hiyo. Tunawakaribisha na waandishi wote ambao mnataka kuwepo siku hiyo kuanzia saa 4 Ijumaa asubuhi, mje duka la Vunja Bei branch ya Sinza Madukani, pale ndio tutakuwa tunatoa permit ambazo zitawaruhusu nyinyi kuingia kwenye event. Na
msimamizi baada ya hapa tutawapa utaratibu. Msimamizi wa hizo permit zenu atakuwepo, yuko hapa, tutatoa utaratibu baada ya hapa. Pia tutapata kutoka kuna speech mbalimbali kutoka kwa wadau. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali kuhusu Simba, na kama sasa mnajua tunaelekea kwenye Simba Week na Simba Day, kwa mambo mbalimbali yatajibiwa siku hiyo. Tutakuwa tunaongea vitu vingi kuhusiana na counterfeit, vipi tunaenda ku control fake zisiwepo mtaani, na vipi tunaenda kuibadilisha sasa klabu yetu kuwa ni klabu ya biashara zaidi kuliko klabu nyingine yoyote. Kwa hiyo tutaongea mambo mengi sana siku hiyo na tunawakaribisha once again. Sasa ningependa kidogo nigusie kuhusu sasa zoezi zima, kwa sababu sitamani kuongelea kuhusu product yenyewe, jezi yenyewe, lakini ninachowaahidi ni kwamba jezi yetu ni nzuri. Tumeconsider mambo mengi sana wakati wa utengenezaji wa jezi. Tumeangalia timu yetu imekuwa mabingwa kwa mfululizo kwa muda mrefu. Tumeangalia vitu vya fashion, kwamba tumetengeneza jezi ambazo tuna uhakika ukitaka kwenda kutembea, ukitaka kwenda mtoko, ukitaka kwenda sehemu yoyote unaweza kuvaa jezi yetu. Kwa hiyo jezi zetu zitakuwa za aina mbalimbali. Kwa hiyo mengi zaidi tutayasema tarehe 4. Lakini kuhusu upatikanaji wa jezi tunigusie hilo. Ni kwamba sisi tutakuwa tofauti na vilabu vingine vyote vilivyopo nchini kwetu. Wakati tunazindua hii jezi hiyo tarehe 4, saa 1 tutakuwa tuko mubashara. Tutakaposema jezi hii ndio ya home, hii ndio ya away, hii ndio ya third kit, hii itakuwa ni traveling wear wachezaji wetu, hii itakuwa ni casual wear, hii itatumika kwa ajili ya warm up, hii itatumika kwa ajili ya training, hii itatumika kwa ajili ya tunaita corporate cut. Kama uko ofisini, uko wapi, Jumamosi unaweza kwenda umevaa jezi yako ya Simba. Vyote tutavitaja siku hiyo. Baada ya kusema sasa tumezindua rasmi, popote ulipo, kama unajua kuna duka la Vunja Bei, kama ni saa 1 usiku, saa 2 usiku, saa 3 usiku, muda huo, kama uko Mwanza, kachukua jezi yako, utaipata pale. Kama uko Mbeya, kama uko Iringa, kama uko Dodoma, kama uko popote kuna duka la Vunja Bei, muda huo saa 3, saa 4 usiku. Na siku hiyo maduka ya Vunja Bei yatauza 24 hours. Kitu ambacho nawaahidi ni kwamba lile swala kwamba kuna klabu zingine naona wakitoa jezi siku 3 jezi hamna. Kienda leo, jamani, mbona jezi imekata na jezi imezinduliwa juzi tena kwa ukubwa kabisa. Hayo mambo kwa Vunja Bei hayatakuwepo. Na mzigo ambao tunaleta ikitokea umeisha kabla ya muda, basi mimi naamini kwamba Simba ni kubwa Afrika nzima, sio Afrika Mashariki peke yake au na kati. Sasa tumejiandaa vizuri, tuna mzigo mkubwa sana, na tunataka tutengeneze utaratibu kuelekea kwenye Simba Day, kwamba kama utanunua tiketi ya kwenda Simba Day, sisi tutatoa discount kwenye jezi. Kwa hiyo utakuja utapata tiketi yako Vunja Bei, afu tutakufanyia discount ya jezi ili uende umekula jezi yako nyekundu ama nyeupe ama kijivu, ambazo ndio traditional colors za klabu yetu. Sasa nadhani nimeongea mengi, lakini kuhusu upatikanaji wa jezi tunaomba moyo na amani kabisa. Jezi zitapatikana, lakini pia jezi zetu zitakuwa zinapatikana kwa njia ya mtandao. Tuna Simba app, tuna Vunja Bei shop kwenye mitandao yote. Ukitaka huko Kongo, huko Mwanza, huko wapi, jezi yetu itakuwa inapatikana muda ule tuliozindua. Na baada ya kusema haya machache, naomba niwashukuru na nimrudishe Kamwaga kama kuna utaratibu mwingine. Nashukuru okay. Wana Simba, mmemsikia Fred. Mimi nimeona nguvu ya wana Simba wakati wa uzinduzi wa Simba app. Katika masaa 72 ya kwanza, zaidi ya wana Simba 50,000 wameingia kwenye Simba app. Na mwekezaji wetu, mwenyekiti wa bodi Mohamed Dewji, alisema kila siku kwamba hapa Tanzania washabiki wa mpira wenye uwezo wa kifedha na ambao hela yao kwenye Simba kwenye timu yao haiwaumi ni washabiki wa Simba. Fred leo ametupa changamoto, anasema anataka aone ukubwa wa Simba kwenye hizi jezi. Mimi nadhani tumuoneshe Fred kwamba Simba ndio timu yetu. Huo mzigo alioleta unatakiwa ukamilike. Tunakwenda kwenye Simba Day. Shabiki wa Simba, na leo nimeangalia tarehe 1 leo. Kwa hiyo kwa wale ambao mwisho wa mwezi ambao mazuri, mzigo utakuwa hujakata bado. Kwa hiyo weka akiba, hakikisha kwenye Simba Day, popote pale ulipo siku ya Simba Day, unaweza kuwa unakaa Rukwa, unakaa Kigoma, Mwanza, nunua jezi yako, vaa siku ya Simba Day. Nchi nzima jezi zitapatikana kwa wakati ambao unatakiwa. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba, na tunashukuru Fred kwa hiyo offer aliyotoa ya kununua jezi. Kwa hiyo kuna jambo nilisema, kuna jambo lingine zuri ambalo linatokea kwenye kwenda kuongeza hamasa ya Simba Day, lakini hamasa naweza kusema kwamba
na kinachonifanya niwepo hapa ni mafanikio ya Simba Sport Club. Nipo hapa kwa sababu ya ubingwa wa Simba Sports Club. Sisi ni mabingwa. Kwa hiyo mimi ambao mlikuwa mjui, mimi ni mshabiki, naweza nikasema ni namba 1 wa Simba Sports Club. Baada ya kusema hayo, sina mengi ya kuzungumza sana. Labda nielekee kwenye point. Tunafahamiana wengi, mimi ni msanii wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania. Natumia talanta yangu niliyopewa na Mwenyezi Mungu kufanya kitu kizuri, kutengeneza muziki mzuri, sanaa nzuri kwa mashabiki zangu na kwa East Africa na Afrika pia na dunia nzima. Kutokana na mafanikio makubwa ya Simba Sports Club, niliona ni vyema na mimi nikaweza kutumia talanta yangu niliyopewa na Mwenyezi Mungu kutengeneza wimbo ambao utakuwa ni special kwa ajili ya mashabiki wa Simba, wimbo ambao utakuwa ni special kwa ajili ya wachezaji wa Simba na wanafamilia wote wa Simba Sports Club. Nimefanya hivyo kutokana na mapenzi yangu na timu yangu ya Simba Sports Club. Nimefanya hivi kutokana na mafanikio ya timu yangu na ubingwa wa timu yangu. Simba karibia kila siku tunashinda. Simba sisi ni mabingwa, hata msemeje, yani sisi tutabaki kuwa mabingwa. Kwa hiyo ni faraja pia kufanya kitu kizuri au kutengeneza au kutumia ubunifu kwenye kitu ambacho tayari ni ushindi pekee kinajitangaza. So nikaona nijaribu kutumia ubunifu kidogo. Asilimia kubwa za nyimbo za baadhi ya timu za wenzetu huwa wanawekeza sana kwenye singeli, wakiamini kwamba singeli labda ndo nyimbo inaweza ikapendwa zaidi, lakini mimi niliona nifikirie nje kidogo. Singeli kidogo, nikaweka ladha ya Bongo Flava kidogo, lakini pia nilipendelea wimbo huu ambao ni special kwa ajili ya wanafamilia wa Simba uwe na vionjo pia vya bolingo kidogo. Nafikiri mashabiki wamejigawa, kuna wazee, kuna vijana, kuna matajiri, kuna watu wa Uswahilini, kuna watu wa Ushuani. Kwa hiyo sikutaka kubezi sehemu moja, niliona ni changanye ladha tofauti tofauti nipate kitu kizuri. Kwa hiyo kufikia hapo nikaona nifanye na iwe ni collabo, nisiimbe mwenyewe, kwa sababu ukitaka kitu kizuri lazima uweze kushare kitu kizuri kwa watu wazuri pia ambao wana vipaji vikubwa na wanafanya vizuri. Nafikiri wengi mnamfahamu Donat Mwanza. Donat Mwanza ni msanii maarufu kutokea nchini Kongo. Alishawahi kuhit sana kwa nyimbo yake ya Bana Kongo. Nafikiri wengi mnaifahamu. Ilianza kuhit kipande akiwa anaimba live, kuna watu wakiwa wamemzunguka. Ukisikiliza ile nyimbo vizuri unasikia kama anahitaji Simba. Kwa hiyo kupitia mimi kufanya kitu kizuri, nikaona kwa nini nisifanye na Donat Mwanza. Nilichokuja kugundua kitu kingine, niliwasiliana na management yangu na uongozi, nikaweza kumpata Donat Mwanza, ingawa tulikuwa tunafahamiana kwenye mitandao na nini. Alikuja Tanzania na kizuri ambacho kilinifurahisha zaidi mpaka kufanya ni upende wimbo huu, nilimkuta na yeye pia ni shabiki mkubwa sana wa timu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo haikunipa shida kushia mawazo yangu na yeye kufanya kitu kizuri. Nilimkuta na yeye ni mshabiki kindaki wa Simba Sports Club. Nikamwambia, Donat, nimependa melody
za wimbo wako ambao ulishawahi kufanya kama acapella na ulipost na ulishasambaa sana. Wewe wimbo una kama miaka 2 nyuma, lakini naomba tufanye wimbo huo ambao sisi tukikusikia tunakusikia kama unasema Simba. Turudie wimbo huo, mimi nitaongeza ubunifu wangu kupitia wimbo huo, tuufanye kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nikamuimbisha Donald Mwanza Mkongo kwa lugha ya Kiswahili, na ameimba lugha fasaha kabisa. Wimbo unaitwa Simba ni Noma, na kama mnavyojua Simba ni noma kweli. Ukiangalia wanyama wote, wanyamwezi wote, matajiri karibia wote, hata wanishabari karibia wote mloko hapa wengi ni Simba, hamtaki tu kusema. Kwa hiyo wimbo unaitwa Simba ni Noma. Kwa hiyo tulifanya wimbo huo kwa producer Gachi B, shout out kwa Gachi B. Tulimaliza na video tumesha shoot. Nafikiri ni uongozi na timu ya na uongozi wangu na Simba wata decide ni lini video itoke. Wimbo ni mzuri sana, una vionjo vingi sana, na muda huu nafikiri ishafika saa 5 wimbo huo ushatoka. Unapatikana kwenye digital zangu platform zote, YouTube, Boomplay, Audiomack, kila mahali wimbo huo unapatikana. Wimbo huo utakuwa ni special, inarudia, utakuwa ni special kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya timu ya Simba Sports Club, kusherehekea ubingwa. Yani popote utakapousikia huo wimbo, jiamini, naamini kwamba upo kwenye timu salama, upo kwenye ushindi, na wewe ni mshindi kila siku, kila saa, kila dakika, kila sekunde. So tukitoka hapa, ratiba nyingine zitafuata. Narudia kusema wimbo huo ninavyoongea hapa umeshatoka, unaweza kwenda kupata kwenye digital platforms. So asanteni, mimi sina vya kuongea mengi sana. Kikubwa zaidi niwaambie sana, naipenda Simba na mimi ni mshabiki wa Simba kindakindaki. Na pia kwenye uzinduzi, kwenye Simba Day, kuanzia kwenye uzinduzi wa jezi tutaperform huo wimbo. Kwenye Simba Day pia tutaperform huo wimbo na mashabiki zetu, na Mkongo pia atakuwepo, na video pia itatoka. Yani kila kitu kitafanyika kiubingwa kwa sababu sisi ni mabingwa. Mkae mkijua, na mkitoka hapa waandishi habari, hilo neno likae kichwani, sisi ni mabingwa Simba Sports Club. Asante. Sasa kama unaondoka wimbo kwa sababu wimbo wenyewe tunao hapa, tutaonyesha wimbo nimesema umeshatoka. Hebu akapigia acapella kama mistari 4-5 hivi. Au sio? Sauti yako kwanza kidogo tu. We chama la wanawe, Simba ni kiboko, Simba ni noma yeye. Hiyo melody mnaifahamu? Wanishombani inabidi mnipe sa ushirikiano. Sio mmeshika kamera tu kwamba itamwezi kuimba. Wewe kama ni mshabiki wa tofauti, wewe imba tu, hamna noma. Sisi tuna mapenzi na kila mtu. We chama la wanawe, Simba ni kiboko, Simba ni noma yeye. Rudia yote. Hatunywi sumu wala tujinyongi, Simba ni noma yeye. Simba ni kiboko, Simba ni noma. Mnamjua Mkongo vizuri? Mnamfahamu Donald vizuri? Nimesema kuna vionjo tofauti, kuna bolingo, kuna singeli, kuna bongo flavor, na mnanifahamu mimi ni kwenye ubunifu huwa nimeshashindikana na nitaendelea kushindikana. Mimi ni bingwa always. Yaani kila nikisikia hata sasa kilo 805 na unachezeka vizuri wimbo, kwa hiyo hamna shida. Safu tutakwenda kwenye maswali. Fred atajibu maswali yote kuhusiana na masuala ya jezi. Kama kuna jambo lote kuhusu Simba ambalo unataka kuliuliza, nitashukuru kujibu, lakini angalau liendane na hii theme ambayo tunapa leo. Mojaku, karibu. Naonekana vizuri hapa? Kofia naonekana vizuri? Nimemechisha, lazima mnione kidogo. Kwanza habarini za mchana, mabibi na mabwana. Meza kuu pale ikiongozwa na bwana Ezekiel, afisa msemaji wa wekundu wa Msimbazi wa bingwa. Naonekana wazi, lakini ndio Simba ndio timu ya kwanza Tanzania, Afrika na Afrika Mashariki yote
kuweza kuwaamini vijana. Hapa Fred umesimama unaongea na kutathmini juu mpaka chini. Watoto wa mjini wanasema na kushusha, na kupandisha, na kushusha, na kupandisha, na kushusha, na kuangalia. Kijana kama wewe umekuja ukaamua na ikawezekana na Simba kwa kuamini na umetuletea. Mimi nimepata bahati ya kuziona jezi. Nimepata bahati ya kuziona jezi. Nimpongeze Fred kwa ubunifu alioweka, lakini mawazo aliyoweka na utendaji wake baada ya kupata zabuni hii ya kutengeneza jezi za Simba. Ni waondoe hofu mashabiki wa Simba kokote waliopo duniani, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Tunaposema klabu ya Simba ni klabu kubwa, inamaanisha kwa vitendo namna hii. Sio kama klabu nyingine hapa ndani kwetu. Mtafutieni klabu ambayo inaamini vijana kama Simba. Hakuna Afrika. Hapa kwetu ndo hakuna. Watu wazee wanakuja na ubunifu ambao umepitwa na wakati. Klabu inakwenda kubebesha watu, unaweka picha za watu katika jezi. Can you imagine? Alafu unakaa mnajisifia, mnasema sisi tuna watu. Dunia leo unajisifia watu kama wote hawana akili. Hawezi kusijipa sisi tuna watu. Timu mnakuja na brand kubwa eti sisi tuna watu. Seriously? Timu nzima mmekaa wabunifu mnasema sisi tuna watu. Unaweza ukawa na watu wote vilaza. Hawana akili. Duniani tunajivunia kitu kimoja. Simba ina connection. Simba ina connection. Hao watu waliokuwa nao pengine wote mbumbumbu mzungu wa leli. Kikubwa connection. Hakuna mchezaji aliochezea Simba hajaondoka na mafanikio hapa. Ezekiel yuko hapa. Mkimuuliza kwa kama Solena atawaambia kila mchezaji anayepita ndani ya Simba anaondoka kwa mafanikio, kwa sababu Simba ndio ina connection. Hata wachezaji wao waliokuwa nao, niwaibieni siri, mimi ni mtu karibu sana na watu ambao nakutana nao, wanapenda kuja kuishi katika maisha ya Simba kwa sababu Simba kuna connection. Nikitolea mfano ndugu yangu Fred Vunjabei, ni kijana, of course tunatakiwa tuwe na uivu vijana wenzake. Mimi naomba, mimi na Fred hatujalingana, yeye kanizidi hela tu, tugine tuko sawa au nimempita, ila pesa na ubunifu anaufanya katika vijana, anatuonyesha kwa vijana tukipewa nafasi tunaweza. Simba imefungua njia, na washauri watu wengine wawape nafasi vijana waje na ubunifu ambao unaweka tija kwa vijana. Dunia imebadilika, lazima uendane na vijana wanataka nini, basi na wewe watengenezee vijana kile wanachokitaka. Hiyo ndio maana halisi ya timu kubwa kama Simba Sport Club. Naomba nichukue nafasi hii nikwambie kwanza, Ezekiel, unipelekee pongezi zangu kwa CEO, bodi ya wakurugenzi, management nzima ya Simba kwa kuweka mchakato. Mliuweka wazi, watu walileta concept zao na proposal zao, zabuni zao walizileta, mkaweka wazi washindani mpaka mkampata mshindi open. Sijaona katika Tanzania hii timu ambayo iliweka open from the beginning. Walivyotangaza tenda Tanzania, wawe wa timu gani, yote wanapenda kuwa sehemu ya mafanikio ya Simba kwa hichi mlichokifanya. Na Fred, ni kuombe, hili ni onyo, lakini ni kuombe, tutakapozinduliwa jezi, najua kuna watu watakufuata, na ninajua wao wanalingia mtu wao mmoja atakupa hela tu, usije ukakangeuka. Pesa unazo, pesa unajua kuzitafuta, baki katika mstari wako wa zabuni uliopata Simba, kwa sababu kwa mataulo yao yanayotoa lazima watakutafuta tu, lazima watakutafuta, kwa sababu huwezi kulinganisha mataulo na jezi ulizozitoa wewe. Kwa hiyo najua wapo vijana watatumwa, kwa sababu naona sasa hivi wanawatuma vijana wao kuzunguruka nyuma, wanatufuata huku, wanatufuata. Jamani, niwaambie, pesa sio kila kitu kwenye maisha. Pesa sio kila kitu. Utu, heshima, nidhamu ndio kila kitu katika maisha. Ukiona uko na mtu anapenda pesa, yani anafikiria tumbo lake, jiulize, siku ukikosa utakuwa naye? Jiulize tu kwa akili kubwa. Leo huyu kaja kwangu kwa sababu wewe una pesa, ukikosa pesa utakuwa naye? Jibu utakuwa nalo mwenyewe ndani ya kichwa. Ndugu yangu Ozu, kijana mdogo, sasa hivi upo ndani ya familia, una mtoto, sasa hivi umeanza kuwa na akili. Nisikufiri, ndio maana Simba kwa siku msanii akiwa na majukumu lazima atakuwa na akili. Umeanza kuwa na akili, umechagua upande sahihi. Mimi mtu wa kwanza kusikiliza ngoma yako, naomba nitangaze rasmi katika meza hii ya Fred, huu ndio wimbo tutakaoenda nao, huu ndio wimbo tutakao kwenda nao. Tunaenda kuwaonyesha kuwa wao wa Kongo wanapeleka uwanjani, sisi wa Kongo tunaleta kufanya featuring na Ozu. Huo ndio utofauti kati yetu sisi na wao, na pale tutaenda kuwaonyesha jinsi gani wa Kongo wanajua kata viuno, lakini sio wa Kongo kucheza mpira. Ozu, umenitoa kimasomaso, unanijua mimi vizuri na kufahamu vizuri. Hiki ulichokifanya umeenda kututoa kimasomaso watu wa Simba. Na pelekeni salamu, pelekeni salamu, pelekeni salamu ziwafikie wote wanaosimama na kupiga kelele kuinyoshia kidole Simba. Simba sio saizi yao.
Simba sio saizi yao, wanatakiwa waige kutoka kwa Simba. Wamefanya takataka zao zote, wameangukia pua. Sasa mfano tunaenda kufanya sisi kuanzia leo tarehe 1. Ezekiel, kuanzia leo tarehe 1 tunafungua ukurasa wa Simba Day. Tutaanza kucount siku hadi siku na mtaona matukio yatakayotokea. Na huu ndio tofauti wetu sisi na wao. La mwisho, lakini si la mwisho katika ubora. Mmemsikia CEO hapa wa Vunja Bei, Fred Vunja Bei amesema kwa siku itakayotangazwa jezi ndio siku hiyo jezi mikoani kote inapatikana. Narudia tena, anazidi kuingia katika historia katika timu ya Simba. Kwa sababu tumeona yalizinduliwa mataulo hapa, kila mtu anapambana nayo na fake zishatoka kibao. Why can you imagine? Mnaenda kuonyesha, mnaenda kuintroduce timu, baada ya kuintroduce timu mnaenda kufanya show. Mnaenda kuleta bonanza. Alafu mwisho siku mnaangukia pua. Bonanza lisizofana. Lakini Fred anaenda kutoa kimasomaso kwanza jezi tutakazozivaa, lakini uzinduzi utaenda kufanya na upatikanaji wa jezi kirahisi. Digital amesema hapa, dunia imehama. Dunia imehama. Sasa hivi jezi unaweza kuipata ukiingia kwenye online, ukaclick papa ukapata jezi yako, mambo yanaenda. Nikushukuru Fred na nikupongeze sana kijana mwenzetu, unatutoa kimasomaso sisi vijana. Na ikiwapendeza vijana wenzangu, kama mtapata, kama mtu ana riski, basi sehemu ya kuwekeza kawekeze Simba. Naomba management ije na hisa. Naomba management wapokee tuje na hisa ambao sisi mashabiki sana sisi tuwe na sehemu kidogo, tujivinjari zaidi, ama sivyo? Vipande vina raha yake. Fred ameonyesha njia kwa chochote kinawezekana chini ya jua hii. Sio lazima mkae na matumbo makubwa wazee ndio wanaleteni ambao ubunifu wao, mawazo yao yanakuwa ya kawaida zaidi. Niwaambie tu Simba ina connection, hatuna watu. Unaweza kuwa na watu wote wakawa mbumbumbu. Asanteni sana. Tunaelekea mwishoni wa mkutano wetu wa leo. Kama kuna maswali sasa, kuna waandishi wanyosha mikono. Sasa akinyosha mkono Asha Kigundula, sote tumeshamsoma jamaa. Vitu Asha kwanza kuuliza. Asha, unajua Marekani, ukiingia ikulu ya Marekani pale kuna waandishi wamesharipoti habari za ikulu miaka 20 40. Kwa kama kuna rais anasema wenye maswali, huyo jamaa akinyoosha, waandishi wengine bado wanatulia kwanza. Sasa huyo jamaa akiuliza atatutoa. Asha, karibu. Mike, okay. Samahani. Bila samahani. Swali langu mimi kwa msanii Whozu. Hongera kwanza kuwa shabiki wa Simba na mabingwa wa nchi. Yes. Swali langu linaweza likawa dogo kwa wengine, lakini kubwa kwa upande wangu. Whozu, umesema umetoa wimbo wa Simba kwa ajili ya Simba. Labda katika hilo klabu kama klabu kuna kitu gani ambacho inakipata, kwa sababu umesema unaingia YouTube na tayari umeshaingia kwenye mitandao. Labda una mchango wote ngapi? Matatu hivi afuta ajibu yote. Justin, nitakuja kwako. Waandishi ni sauti kubwa lakini kwa ile maiki. Kakaangu Freddy, sio kakaangu, sio ni mwili. Mdogo wangu Freddy, tumezidiana kama nilivyosema, ndugu yangu, tumezidiana kwa umetutengenezea vitu. Sisi mashabiki. Sisi kimaliza tutafunga. No, njoo hapo. Kwanza kabisa naweza nikakujibu swali lako. Mimi nimeweza kufanya kazi hii cha kwanza kwa kuisupport timu yangu. Nimefanya kwanza kabisa kwa mapenzi ya timu yangu ya Simba Sport Club, lakini pia ukiacha mapenzi yangu kwa timu yangu ya Simba, pia yapo mazungumzo yanayoendelea kati ya uongozi wangu na klabu ya Simba. Nafikiri hayatachukua muda sana. Kabla ya Simba Day kila kitu kitawekwa wazi. Uongozi wa Simba wataweka wazi na uongozi wangu pia wataweka wazi. Lakini pia na nukuu maneno ya Mwijako, usiweke tamaa mbele. Usifanye kwa sababu eti unaenda
kuna hela inakuja, usijue kuna nini unataka kupata. Hapana. Cha kwanza, kama wewe ni mshabiki wa Simba, asilimia kubwa watu ukiangalia washabiki wa Simba, wasanii wengi wanaoshabikia Simba huwa tunajitoa kwanza kwa moyo, tunafanya kwa mapenzi ya timu yetu, then mambo mengine yanakujaga baadaye. Kwa hiyo vitu bado vinaendelea, vitawekwa wazi. Asante. Sisi tulitengeneza kitu tunaita counterfeit control policy, yani ni sera ya kuzuia na kupambana na wale mafisadi wanaotoa jezi, kwa sababu wanapotengeneza zile fake jezi mnaziona zilikuwa zinatapakaa mara nyingi huko nzima, lakini jezi yetu kwamba ni original ukiiona tu utakuwa unaijua. Kwa hiyo sasa, kwa sababu haiko kwenye mtu unatakiwa kujisikia vizuri kama na wewe unakuwa ni part ya watu ambao wanaihujumu club. Sasa kuhusu kutapakaa kwa jezi kwa sasa itakuwa ni mwisho. Kwenye sera tuliyoitengeneza ya kuzuia hizo jezi, pia kutakuwa kuna ile kamata ambayo itakuwa sio ya mchezo. Tumesha washirikisha wenzetu wa vyombo na mifumo, wanajua na wameahidi watatusaidia. Kwa hiyo hilo la kutapakaa jezi kuanzia sasa nadhani itakuwa ndio mwisho, na itakapotapakaa itakuwa ni original. Kwa hiyo niwashukuru na asanteni sana. Sasa jamani, tuliuliza pale kwenye maswali kama mikono hakuna, lakini sasa mikono imekuja tena. Wewe rafiki yangu, wewe lazima wewe utauliza. Haya, Sada, alafu utauliza dada pale, tutafunga mkutano. Ongwana, sio? Tuko live hapo Sawa. Naitwa Sada Akida na natoka gazeti la Nipashe. Maswali mawili kwa Vunjabei. Yes. Swali langu la kwanza, tumeona mara nyingi hizi jezi huwa zinauzwa bei tofauti. Tukiangalia kama vilabu wamesema tutatoa jezi ya aina 7. Asante Sada. Itakuwa ni swala zima la kuweza kupambana nao mafisadi. Na swali jingine naenda kwa Mr. Mwijaku pale. Kwanza unajua Mwijaku wakati anazungumza hivi, yani nikasema yani kama ndio Ezekiel Kamwaga yuko hapo, basi msaidizi wako umempata wa kutosha na kiboko ya manasi. Hizi ndo dalili za hili alihusiana na mkutano wa leo. Ila swali Fred, naomba tujibu maswali ya Sada na swali la kwanza la Thabit ambalo linafanana. Kujibu ya Sada mawili tutakuwa umejibu la Ali Thabit. Yes. La kwanza nimesikia kuhusu bei. Kuhusu bei tumesema tarehe 4 tutatoa taratibu zote. Jezi itauzwa shilingi ngapi kwa bei ya jumla na jezi itauzwa shilingi ngapi kwa bei ya reja na tuta control. La bei sawa. Nyingine ilikuwa jezi unasema kuhusu challenge, unaita jezi track nini na nini, haita challenge kwa biashara zao. Sawa. Kibiashara nadhani kwanza mnafahamu, kama unafahamu vizuri Vunjabei, si pia huwa tunauza bado nguo za sports, na moja kati ya vitu ambavyo vimetukuza Vunjabei ni nguo hizo za sports. Lakini kwa sasa sababu tuna partnership na Simba, Vunjabei itakuwa nusu Simba, nusu nguo zetu zingine ambazo mnazifahamu za fashion na casual na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi wateja wote tunawakaribisha madukani kwetu, lakini ukija utapata jezi, utapata na nguo zingine. Lakini pia kwenye utengenezaji wa jezi, kwa sababu tunatengeneza jezi tunataka kila mtu aweze kupata kile anachohitaji. Ndio maana tumetengeneza kila kitakachomfit. Kama utataka tracksuit utapata, kama utataka t-shirt utapata, kama utataka kiatu, utataka kitu chochote, polo, vyovyote utapata. Nia yetu ni kuhakikisha baadhi ya mapato yanaenda kwenye klabu yetu. Kwa hiyo ukinunua chochote hata kama sio jezi ila kina chapa ya Simba, basi utakuwa umeichangia klabu yako. Asante. Jamani, kipekee kabisa kwa niaba ya uongozi wa klabu ya soka ya Simba, kwa niaba ya kampuni ya Vunjabei, naomba niwashukuru wote ambao wamekuja kwenye mkutano. Tumefikia tamati ya mkutano wetu wa leo. Tutawasiliana tena kwa ajili ya mkutano mwingine wa Simba. Tuna mkutano mwingine nadhani wiki hii kabla hatujaingia weekend.
Kwa hiyo tutawakaribisha tena, lakini kwa leo tumemalizikia hapa, na washukuru sana kwa kuja. Mwenyezi Mungu awajalie na muda wenu awalipe. Usisahau kusubscribe, kulike